Maisha ni rahisi wakati unapojua formula ya kufanya kila kitu pweke. Si kuhusu kuwa mwenye kiburi, ni kuhusu kujiamini, kujidhibiti na kujenga misingi yako mwenyewe. Leo nitakufundisha njia 4 za kukomboa ukombozi wa kujitegemea. Subiri mwisho, utajua kuwa unaweza kufanya yote bila kuwa na msaada wa mtu. Watu wengi wanangojea msaidizi au mtu wa kuanza naye. Ukweli ni kwanza peke yako ni udhihirisho wa ujasiri. Mradi wako hauhitaji idhini ya watu, uhitaji nia yako tu. Mfano, Juma alianzisha biashara ya viatu vya mtumba kwa shilingi 50,000 pekee. Leo ana duka la mitumba mikubwa. Ushauri, kila mti mkuu ulianza kama mbegu moja. Anza sasa, hutakosa. Watu watajipendekeza lakini wanaweza kukukatiza. Kusimama peke yako kuna maanisha kutokuogopa kufanya maamuzi magumu bila kushauriana na kila mtu. Kudumu kwenye maamuzi yako hata kama hakuna mtu anayekubali. Mfano, Maria alikataa urafiki wa watu waliomvuta pomoni. Leo ni mwalimu wa vijana wenye nia. Methali, mti uliokoma hauanguki kwa upepo. Kushindwa peke yako si aibu, ni shule ya bure ya maisha. Kukosa kwa watu wengine kukufundishi, kosa lako ni lako, kuna mtu wa kulaumu. Ujifunze kwa makosa yako, ujenge tena kwa hekima. Mfano, Daudi alifilisika mara 3 kwenye biashara. Leo ni mjasiriamali mashuhuri wa teknolojia. Ushauri, kushindwa kwa pekee ni kama kujifunza kwa kutumia mwanga wa mwenyewe. Kufanikiwa peke yako si kujivuna, ni kuthibitisha kuwa ulikuwa sahihi. Faida ya kufanikiwa bila kelele, unaweza kushuhudia mafanikio yako bila mzigo wa wengine. Unaona wazi ni kwa nini kujiamini ndio silaha kuu ya maisha. Mfano, Zainabu alipata tenda ya milioni 50 bila msaada wa mtu. Sasa anawafundisha wengine. Methali, mwenye kujenga peke yake hulalia chumba kimoja, lakini mwenye kujenga na watu hulalia dunia nzima. Maisha ni rahisi wakati unapojua kuwa kila kitu kinaanzia na mwisho yako mwenyewe. Fanya hivi sasa, acha kungojeana, anza hicho kazi unachokiona. Jifunze kushindwa. Kosa sio mwisho, ni mwanzo mpya. Share video hii kwa mtu ambaye anahitaji kujiamini. Unaweza kuwa mwanzo, katikati na mwisho wa story yako mwenyewe. Anza. Soma The Power of Now kujifunza kuzingatia hatua ya sasa. Andika malengo yako kwa daftari na uyaachie yenyewe. Zingatia, mtu wa kwanza anayekuamini ni wewe mwenyewe.